Akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya kuliomba bunge kuidhinishia wizara hiyo bajeti ya shilingi bilioni 70,107 milioni na 712 elfu, waziri mwenye dhamana katika wizara hiyo Profesa Makame Mbarawa amesema pamoja na mambo mengine, mkongo wa taifa umesaidia sana kupunguza gharama za mawasiliano nchini na kwamba serikali inatarajia gharama kupungua zaidi kwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa upande wa kusafirisha mawasiliano kwa masafa marefu mkoa mmoja hadi mwingine, gharama zimeshuka kwa zaidi ya 98%. Kwa mfano, kabla ya kuanza kutumia mkongo wa taifa, gharama ya kusafirisha mawasiliano ya kasi ya gigabit 2 kwa sekunde kwa umbali wa kilomita 451 hadi 500 ilikuwa dola za Kimarekani 9,410 kwa mwezi, wakati hivi sasa ni dola za Kimarekani 158.7 kwa mwezi, ikiwa ni nafuu kwa 98%. Akiwasilisha taarifa ya kamati ya bunge ya wizara hiyo, Profesa Juma Kapuya amesema kwa sasa simu za mikononi si kwa ajili ya mawasiliano pekee, bali ni benki ya kuhifadhi na kutuma fedha, kiungo cha kupata taarifa mbalimbali ikiwemo bei ya mazao, milipuko ya magonjwa na mambo mengine muhimu kwa ustawi wa maisha Mtanzania, huku msemaji wa kambi ya upinzani bungeni Mheshimiwa Joshua Nassari akiitaka serikali kupunguza ama kuondoa kodi katika vifaa vya digitali na kuhoji sababu za serikali kuhama kutoka mfumo wa analojia kwenda digitali kwa haraka kabla ya kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msingi huo, kama nchi yetu inataka kupiga hatua ya maendeleo kwa haraka, ni lazima mawasiliano yapatikane kwa watu wote, kwa wakati wote na kwa gharama inaweza kuimudu. Kwa sasa hali hiyo haiko hivyo. Maeneo mengi nchini hakuna mitandao ya simu za mikononi. Pia bei ya kupiga simu ni kubwa sana, hasa kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Kamati inaendelea kuishauri serikali ishawishi makampuni ya simu kuondoa gharama za kupiga simu kati ya mtandao mmoja na kwenda mtandao mwingine, yani interconnection charges. Kambi ya upinzani naona kuwa ni muhimu serikali ikapunguza kodi kwenye vifaa vya digitali ili kuepusha bei kuwa kubwa kama ilivyo sasa, na kuhakikisha kuwa runinga za digitali zinashusha bei ili kuwezesha wananchi wengi kuzitumia kuliko kutumia zinazohitaji vingamuzi. Pia kitendo cha TCRA kuharakisha uzimaji wa mitambo ya analojia ifikapo Disemba 31 mwaka huu, wakati Umoja wa Mataifa ulitoa muda wa ukomo hadi mwaka 2015, sio sahihi, kwani teknolojia hii bado haijasambaa hasa vijijini na hata kwenye baadhi ya miji yetu, na ikizingatiwa kuwa kwa mujibu wa waziri wa habari Dr. Fenella Mkangara jana akihitimisha hotuba yake alisema kuwa TBC mfumo wa digitali hupo mikoa 7 tu nchini. Wakichangia hotuba ya bajeti hiyo, wabunge wengi wamehoji sababu za mtandao mingi ya simu kuwawekea matangazo wakati wa kupiga simu, ikiwa ni pamoja na kutuma ujumbe mfupi wa maneno ya matangazo, jambo linalosababisha adha kwa watumiaji, ikiwa ni pamoja na makato ya baadhi ya huduma bila ya ridhaa mteja. Zaidi ambalo linatuchanganya na wachanganya watumiaji wa simu ni lile la makato ambayo simu kuna uwekewa wimbo wa mwimbaji fulani, lakini wewe bila kujua au bila kutaka wanakata shilingi, wanasema wanakata shilingi 30 au si ngapi bila ridhaa yako. Kwa hiyo ni kero, lakini kwa hiyo tunaomba sana serikali jikite kukamilisha huu mkongo wa taifa. Haya mengine ya kutoka kwenye analog kwenda kwenye digitali sijui kama itakamilika kwa mwaka huu. Kutoka mjini Dodoma, Emmanuel Buhohela, ITV.